Ni tarehe 20 ya mwezi wa pili 2026. Karibu sana mtazamaji wa SQF TV na kusalimu pia popote pale ambapo ulipo. Karibu sana katika taarifa ya habari siku ya leo, kwa nami Pendo Godson ambaye nakusomea taarifa za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Jeshi la polisi kupitia kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini STPU kwa kushirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali la ASPA limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliokuwa wakitorosha mifugo aina ya punda 21 kwenda nchi ya jirani pasipokuwa na kibali. Kamanda wa kikosi hicho, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Simon Pasua, amesema hayo Februari 20, 2026 katika kata ya Lengijave mkoani Arusha, ambapo amesema kuwa upelelezi ukikamilika watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani kwa ajili ya hatua za kisheria. Jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo likiana na asasi sio ya kiserikali ya ASPA tumefanikiwa kukamata takribani punda 21 waliokuwa wanasafirishwa bila kuwa na vibali maalum vya serikali kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wakiwa wanataka kuwavusha na kwenda nchi ya jirani. Mpaka sasa hivi tuna takribani watuhumiwa watatu tunawashikilia ambao walikuwa wanasafirisha mifugo hiyo, na hatuwezi kuwataja majina yao kwa sababu bado tunaendelea na uchunguzi ili kuweza kutambua mtandao wote unaohusika na usafirishaji haramu wa mifugo na kukwepa kulipa ushuru wa serikali. Mpaka sasa hivi tunashukuru kwamba kutokana na doria tunazofanya na taarifa tunazopata kwa wananchi ambao raia wema wanaotupa taarifa, usafirishaji wa mifugo kwa kukwepa kulipa ushuru umepungua sana. Ni wale wachache tu wakaidi kama hawa ambao tumefanikiwa kupata taarifa na kuweza kuwakamata. Tunatoa wito kwa wananchi wote wanaofanya biashara ya usafirishaji wa mifugo ya aina yoyote ile, wahakikishe wanapata vibali maalum kutoka Wizara ya Mifugo, kutoka kwa madaktari wa mifugo, ili waweze kulipia kodi inayotakiwa kwa ajili ya usafirishaji wa mifugo hiyo. Mifugo inayosafirishwa kwanza inatakiwa iwe na vibali, na ikiwa haina vibali maana yake lazima tuhoji uhalali wa kusafirishwa hiyo mifugo. Lakini la pili, tunazingatia pia umbali, au mifugo wamesafiri umbali gani, wameshapata chakula au hawajapata, wamepata maji au hawajapata. Lakini kitu kingine tunaangalia pia hali ya mifugo, yani ile tunaita status ya wanyama ikoje kwa muda huo. Hata kama wana vibali lakini wamechoka sana, huwa tunaamuru mifugo ipumzishwe kwa muda fulani ili hali yake ikae sawa. Wasihi wafugaji, wadau wengi wote walishughulikia hili swala, kwa sababu huyu mnyama punda atakuja kuisha. Hana hata wanyama wengine ambao wafugwao manyumbani watunze, hasa huyu mnyama punda, kwa sababu angalia sasa hawa wanachinjwa mpaka watoto. Kuna wenye mimba hapa, kuna wa kike ambao ni wazalia wa nini. Huyu mnyama atakuja kuteketea. Kwa hiyo ni wasihi ndugu zangu wa Lengijave, tuwe walinzi wa hao wanyama isi wasije wakatokomea, ili watusaidie. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Arusha DC Baraka Misiaki ametoa wito kwa mbunge wa Arumeru Magharibi kuwasilisha changamoto ya barabara kwa waziri mkuu katika mkutano unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni jijini Arusha. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani, Misiaki amesema takriban bilioni 75.4 zimepitishwa na madiwani wa kata mbalimbali zitakazoweza kutatua changamoto kubwa za miundombinu, hususan barabara, hali inayosababisha baadhi ya miradi ya maendeleo kukwama kutokana na ugumu wa kufikia maeneo hayo kwa sababu ya ubovu wa barabara. Changamoto kubwa iliyoko Arumeru Magharibi ama Arusha DC ni barabara kabisa. Hicho ndicho kilio kikubwa mno. Lakini pia tulikuwa tunavutana na TARURA sana kwamba sasa tunahitaji kwenda mbele, barabara zile kubwa ziwekwe lami, lakini wanalia mapato yao ni kidogo. Kwa Mheshimiwa Mbunge, tunakuomba sana, tunakuamini pia, enda na ajenda hiyo moja tu kubwa sana. Mheshimiwa, ukiweza hiyo kutusaidia, hizi ile tutakamatana mashati huko wenyewe, lakini barabara zikinyooka, na hizi barabara ziko zinafahamika, Mheshimiwa Mbunge, tutakukabidhi. Ukizungumza habari ya Maralia Nduma Bwawani, kwa ifahamu inaenda huko kusini. Ojoro kule barabara ile kubwa Mbuyuni, hiyo ni kubwa sana. Ukienda TPRA ile Kamba ni kubwa sana. Sanaro ile Sapo Iliboru kwenda Seliani, lakini pia Sokontu Sasi Bangata kule. Huu uso wa halmashauri unauona Mheshimiwa, barabara hii ya kwenda Kiutu
Zipo nyingi, tutakukabidhi, lakini tunakutegemea mno. Tunaamini wewe utatusaidia. Ajenda kubwa sana hii ya barabara. Kwa upande wake mbunge wa Arumeru Magharibi Daktari Johannes Lukumai amewataka madiwani kuweka kipaumbele katika maeneo yenye changamoto ili kurahisisha ufuatiliaji na utatuzi wake. Amesema anatambua kuwa changamoto kubwa katika halmashauri ya Arusha DC ni ubovu wa barabara, na ameahidi kuiwasilisha kero hiyo kwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Natumaini kwenye hii budget swala kama hilo lipo. Sababu niliona kwamba kuna mapato ya ndani, hela nyingi tu, na uhakika mlijadili vya kutosha ili tuondokane na hizi kero za barabara, tupunguze, kwa sababu tayari tuna mitambo yetu. Na tuliwaahidi wananchi, na kero ya jimbo hili ni barabara, hazipitiki vijijini. Sasa ningetegemea ile kipaumbele muhakiki vizuri, kata ya Kimnya, vipaumbele vyako ni vipi? Nduruma, ukienda Oljoro, ukienda Tarakwa, ukienda Elboru, ukienda kila kata uliweka mikakati ipi ya kipaumbele, kwa sababu hamwezi kutengeneza kwa wakati mmoja. Wajua kule Laroi, pamoja na kwamba napigania kidogo ile barabara ya kwenda huko, lakini wewe umeweka mipango gani katika barabara zako za ndani? Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amechukizwa na ucheleweshaji wa malipo zaidi ya milioni 400 yanayodaiwa na chama cha msingi cha Mwika Kinyamvuo, na kuagiza chama kikuu cha ushirika mkoa wa Kilimanjaro KNCU kuuza moja ya mali zake ili wakulima walipe fedha zao mara moja. Deni hilo linatokana na mauzo ya kilo 40,283 za kahawa zilizouzwa kupitia KNCU tangu mwaka 2023 bila chama hicho kupokea malipo. Na mnataka mlipe kwa installment. Tangu mwaka 2023 mnataka mlipe kwa installment. Zimelipo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Rajisi yuko wapi? Hawa si wana mali hawa. Iuzwe hata mali wananchi walipwe. Nyeshe mna mali zenu nyinyi. Nyinyi mnakaa mnadunda, wananchi hawana amlipi fedha yao. Sasa sikiliza, mrajisi uko wapi? Wana majengo, wana mashamba, tafuteni. Mkuu wa mkoa simamia, tafuteni kimoja wapo kiuzwe, milioni 400 ipatikane, hawa watu walipwe mara moja. Hatuwezi tukawa tunakaa na jambo moja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Nacho cha nini? Mnakaa nacho cha nini? Eti mnakaa nacho cha nini? Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, watu wanalia, watu maskini wanalia. Sema baba, usibakishe. Hii tabia ya kuzoea matatizo ya watu, shida za watu, kero za watu, machozi ya watu, watu wakilia nyie mnaona wamewasalimia tu. Mnasema mwaka kesho mtaanza kwa rejareja, limeshamaliza miaka mingapi? Miaka 5. Rejareja tuongeze mingine miaka 5. Mimi upuzi wa aina hiyo sitaki kusikiliza. Niambieni mnauza lini, mnalipa lini? Haya niambieni mnalipa lini, mtamaliza lini, mlipe hiyo kwa mara moja? Mwaka kesho Mheshimiwa Waziri. Hiyo nimekataa. Mmeshapewa tangu miaka 5 iliyopita. Tunakaa na bodi mara moja kuhakikisha hizo fedha. Nakaa lini? Nakaa lini? Wiki ijayo inakaa lini? Wiki ijayo. Leo siku gani? Leo Ijumaa. Haya mnakaa siku gani? Jumatano. Jumatano mkae mtoke na majibu, nitakuwa bado niko kanda ya kaskazini hapa. Sawa. Mkuu wa mkoa uje nao uniambie wametoka. Mkija na majibu ya ovyo nitaweka ndani mpaka tuwalipe kwanza hawa watu ndio kutoka. Jumla ya vitongoji 474 kati ya 1636 ambavyo havina umeme mkoani Kagera vinatarajiwa kuanza kunufaika na nishati ya REA ifikapo Februari 2029 kufuatia kuwasili kwa mkandarasi wa mradi huo wa kuwafikishia wananchi huduma muhimu ya nishati vijijini. Mkoa wetu wa Kagera pia una vitongoji 3665 na
Katika hivi vitongoji tumefikisha katika vitongoji 2029 na kwa mradi huu tunaoenda sasa kuutambulisha kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utabeba vitongoji 474. Kwa hiyo utapunguza tena gap ya vitongoji ambavyo vilikuwa havijafikiwa umeme, vitongoji 1636. Mkandarasi anaitwa CCC International Nigeria, ni kampuni ya kimataifa. Ni mradi ambao utagharimu bilioni 66,173,173,469. Cha msingi mnapofika kule, toeni ushirikiano mkubwa ili hizi kazi ziende kwa wakati, zifanyike kwa ubora, ushirikiano, na changamoto zozote zinazoweza kujitokeza basi zitatuliwe. Tunatamani au tunategemea kazi inapoanza mkandarasi awajibike kwa nafasi yake. Aache janja zinazofanyika kwenye maeneo mengi, na ni tabia ya wakandarasi walikuwa wanafanya mchezo, wanachezea wananchi wakati wameshapewa hela ya serikali, na kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata fursa hii, kwa sababu sehemu yoyote ambayo haina umeme ni vigumu kuwepo maendeleo. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linamshikilia mwanaume mmoja Busu Lugwisha mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa kijiji cha Masiko wilayani Mlele, kwa tuhuma za kumuua mke wake Regina Tobias mwenye umri wa miaka 40 kwa kumpiga na kitu butu kichwani. Tukio hilo la kikatili limetokea usiku wa tarehe 19 Februari 2026 majira ya saa 4 usiku katika kijiji cha Masigo katika kata ya Ilela, tarafa ya Inyonga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Februari 20 na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha mauaji hayo ni uwevu wa kimapenzi. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wamepigwa marufuku kuchanganya tumbaku safi na chafu maarufu kama ngulai wakati wa masoko kwa lengo la kuongeza uzito na kujipatia fedha zaidi wakati wa msimu wa masoko unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Marufuku hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Kanati alipokuwa akizungumza na wakulima wa zao hilo na mara baada ya kukamilisha kwa zoezi la upandaji miti katika shamba la miti la chama cha msingi Msanjo. Watu wanachanganya tumbaku safi na chafu ili aongezee uzito, auze apate hela nyingi zaidi. Ndugu zangu, tusifanye hivyo. Hilo ina madhara makubwa kwa nchi, hata sio kwa chama na wewe mtu peke yako mmoja ule changanya tumbaku. Yaani kwa nchi kama taifa tunaathirika kwa mtu mmoja aliye changanya tumbaku. Kwenye mnada unaweza ukauza watu wasione. Lakini tumbaku ile ina belo. Ile belo lina namba ya kwako, ya chama, ya wilaya, ya union, kila kitu. Kwa hiyo ikifika huko linakofika, tumbaku ikafunguliwa. Lakini sasa shekhe, umeshatia dosari taifa Tanzania, tumbaku yenu chafu. Kwa kuanzia hapo sasa wanaanza kuwa na mashaka na tumbaku yetu. Sababu ya mtu huyu. Ukikukamata wewe na ngulai kwenye mnada au kwenye soko, maana yake ni kwamba ile tumbaku kwanza tunaitaifisha. Lakini faini iko pale pale ya 500,000. Sisi bodi ya tumbaku tumejipanga na muda si mrefu tunatarajia masoko yatafunguliwa, maandalizi yote yakiwa kisha yamekamilika. Lakini katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti hilo, kwanza ni kutoa elimu kwa wakulima kuhusiana na athari za kufunga michanganyiko au ngulai. Kwa hivyo sisi tumejipanga, wale ambao watakuwa wamefunga tumbaku zao vizuri, tumejipanga watapata bei yao nzuri na watapata fedha, lakini kwa wale ambao watakuwa wamefanya udanganyifu watapata adhabu zao stahiki kwa mujibu wa sheria inavyotaka. Kwa hiyo sisi tuko tayari kufuata sheria, kanuni kama zao la tumbaku linavyoelekeza. Naamini msimu 2025 2026 tutafunga tumbaku kwa usahihi pasi na kuchanganya na ngulai. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo tamati ya SQF Habari. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizi siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa taarifa hizi, ni kushukuru pia na wewe mzazi na wewe mtu wa karibu ambaye ulimfikisha mtoto wako pale Malolo Tabora kwa ajili ya upasuaji wa mdomo wazi ambao ulifanyika takriban wiki nzima na leo ilikuwa tamati. Zaidi ya yote, endelea kutupigia kupitia 0800 750 392. Huduma ya ambulance inapatikana ndani ya SQF kwa huduma hiyo, na
kwa bei nafuu. Lakini pia bila kusahau mwezi wa 3 hapo tumebakiza wiki moja, tutakuwa na kambi upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Kwa hiyo wana wote wa Kahama na viunga vyake, mkisikia taarifa hiyo msiwachoe, waambie na ndugu zenu. Kwa niaba ya timu nzima, mimi nikutakia weekend njema, lakini pia nikutakia sabato njema. Ulikopo na Mipendo Godson na bye kwa sasa.